Naam, tunazungumza mengi ya michezo. Hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma kamera Director Runde. Mambo mengi katika mitandao ya kijamii. Mnyama Simba Sports Club baada ya kutinga hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika. Imechukua takriban miaka 32 Mnyama Simba ametinga finali kombe la shirikisho barani Afrika. Nipo na Dr. Mo, shabiki na Simba na mwanachama kinaki. Kwanza Dr. Kwema. Kwema ndugu yangu, nabii. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Hongera kwanza kwa kutinga finali kombe la shirikisho barani Afrika takriban miaka 32. Mnyama Simba anatinga finali chini ya kocha Mwalimu Fadlu Davis. Nashukuru Mungu na asante kwa hongera hizo. Lakini hongera za pongezi kwa wana Simba wote kwa namna moja au nyingine, ambao kila mmoja kwa nafasi yake ameweza kusaidia timu kufika hapa. Tukianza kwa upande wa mashabiki wa dua zao njema kwa klabu yetu, lakini pia kujitokeza viwanjani pale timu inapocheza kimataifa, lakini pia kutoa maoni na michango mbalimbali, lakini pia viongozi wa dini kutuombea, lakini pia management ya klabu ya Simba walivyosimama imara kuweka mazingira safi, mazingira bora kwa wachezaji na benchi la ufundi, lakini pia kwa mwekezaji wetu Mohamed Dewji Mo kwa namna ambavyo ameendelea kuhudumia klabu yetu ya Simba kwa ukubwa zaidi, lakini pia kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia kupitia wizara yake ya sanaa ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ambayo imekuwa ikijenga mazingira uwezeshi ya Tanzania kwenye masuala zima ya michezo. Na unaona TFF, bodi ya ligi, BMT wanashirikiana na Simba kwa karibu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kimataifa. Na unaona pia mwana FA naibu wetu waziri huyu ameambatana mpaka na klabu ya Simba kwenda Durban, South Africa. Ni mchango wa serikali moja kwa moja, ndio maana waziri yuko pale kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kwa pongezi zote hizo, watu wote hawa wanapaswa kupongezwa, kila mmoja kwa nafasi yake. Niseme tu ni nafasi kubwa ambayo tumefika baada ya miaka 32, umri wa mtu mzima ambaye tayari ana mtoto mkubwa tu. Sio jambo jepesi au jambo dogo, na hii inakuonesha kwamba mafanikio, it's all about progress. Ni muendelezo wa kupiga hatua moja mbele kila itwao leo. Klabu ya Simba kufika hapa ikufika kwa bahati mbaya kama ambavyo wengi wanavyodhania. Ni muendelezo mzuri ambao imekuwa nao. Ukitizama Simba mwaka 2003 kuingia kumtoa Zamalek, Simba mwaka 93 ilivyofungwa na Stella Bijani mabao mawili uwanja wa Uhuru, na taji kaenda Ivory Coast. Na Simba sasa hivi unaona kuna vitu vingi tofauti. Kwanza Simba sasa hizi kuna vitu vingi vimeongezeka, kuanzia kwa management, benchi la ufundi, lakini pia kwa wachezaji. Inakuonesha kabisa timu hii ina deserve kuwa timu kubwa barani Afrika, na ndio maana CAF hakusita kuilenki kuna nafasi ya 4 ambayo Simba yupo kwa timu bora barani Afrika kwa ubora kwa alama 43. Sasa hizi imeingia finali, CAF contribution points zinaongezeka, sio tena 43. Ikichukua taji ndo kabisa zinazidi kuongezeka. Simba imeenda quarter final mara 7. Quarter final ya CAF Champions League imeingia mara 4, na kombe la shirikisho imeingia mara 3 barani Afrika. Ni rekodi ambayo haijawahi kufikiwa na klabu na timu yoyote ile unaiona au unayojua katika territory ya Tanzania bara na visiwani. Unaelewa? Izani record. Ni rekodi kubwa hiyo, unaelewa? Ambayo haijawahi kufikiwa na klabu ya Yanga, Azam au timu zote unazojua za mpira katika taifa hili. Kuingia robo finali ya mashindano ya CAF mara 7 haijawahi. Hiyo ni rekodi ya kipekee. Watu wengi hamtaki kuisema. Lakini Simba kuingia finali mara ya pili ni rekodi nyingine kubwa ambayo timu yote hapa Tanzania haijawahi kufanya. Tumeingia mwaka 93, mwaka 2025 tumeingia mara ya pili. Hiyo rekodi haijawahi. Kama kwa timu nyingine imeingia mara 2, niambie. Haipo. Rekodi nyingine. Lakini Simba kuiqualify kuingia finali imepoteza mchezo huu mmoja zidi ya CS Constantine ya kutoka pale nchini Algeria. Ni rekodi nyingine kubwa sana ambayo klabu ya Simba imetengeneza. Yaani mashindano yote ya CAF msimu huu mpaka tunaenda finali kapoteza mechi. Wow. What a record. Rekodi ambayo haijawahi kufanywa. Hata Yanga Afrika walipokipindi kile wanafika finali ya kombe lao la shirikisho mwaka juzi, walipoteza michezo 3 katika mashindano yote yale. Kuna mijadala mitandaoni akisema, mmoja wa wachambuzi Ibrahim Mwambokila akisema Simba ni bora lakini haizidi ubora wa Yanga kwenye shirikisho.
Kwanza Ibrahim Ambokile sio mchambuzi, utakiwa mtoe kwenye level ya wachambuzi. Wachambuzi, unapozungumzia mchambuzi ni mtu ambaye ni mtu mkubwa sana. Na ni mtu very potential kwenye soka entity, unaelewa? Ibrahim Ambokile sio mchambuzi, yeye ni shabiki wa Yanga. Unaelewa? Kwa wanachokifanya ni analipa fadhila za kuku alizokula siku ile kwenye futari, na analipa futari na zile kuku nyingi ambazo alikuwa anahudumiwa na engineer pale siku ile pale kwenye pale Baraza pale restaurant Baraza pale Upanga. Kwa wanachokifanya ni kama anachokifanya Mwalimu Yanga, kama anachokifanya Kigeregere. Kwa sisi hatushangae kwa sababu yeye ni mshabiki wa Yanga. Sio mchambuzi. Mchambuzi jemedari Wilson Uruma, hao ndio wachambuzi wa nchi. Jemedari Saidi, Wilson Uruma, Klasare Jembe. Mchambuzi mwingine hapa anaweza kuzungumzia labda George Mbangile. Hao ndio wachambuzi, lakini huyo Ibrahim Ambokile ni shabiki kama mimi. Yeye ni shabiki wa Yanga, mimi ni shabiki wa Simba. Tofauti yake yeye na mimi. Kauli yake unaikanusha. Kauli yake ni kauli ya kishabiki na sio ya kweli, kwa sababu shabiki akiongea maneno msikize mara mbili anachokizungumza. Kwa hiyo ile kauli yake ya fuku ni kauli ya kishabiki, kwa sababu tofauti yake yeye na mimi. Yeye havai jezi yake timu yake anayoipenda, mimi navaa jezi yangu ya timu yake anayoipenda. Lakini wote ni mashabiki. Yeye ashabikia Yanga, mimi nashabikia Simba. Hizo tofauti zetu, lakini wote ni mashabiki. Kwa hiyo anapozungumzia fuck how. Kwa maana Simba Sports Club malengo yenu makubwa yalikuwa ni nusu finali, so finali. Ndio maana wengi wao kwenye mitandao ya kijamii nasema Simba amefika pale kama ni full. Sikiliza ndugu yangu. Huwezi kuwa na bahati kama huna jitihada. Kwa mfano leo hii zikitangazwa kazi za waandishi wa habari kwenye shirika la taifa, chombo cha shirika taifa au wizara ya habari katangaza inahitaji waandishi wa habari 3 waajiri. Dr. Monta ajiliwa? Kama una kizi vigezo. Lakini waziri utaajiriwa kwa sababu tayari ni mwandishi wa habari tayari. Mimi sijasomea uandishi wa habari bado, na kama nikusoma basi nikasome sasa hivi. Unanielewa? Sijasomea uandishi wa habari, nimesomea masuala mengine. Ikitokea leo kazi za benki zinatangazwa, wanataka watu wa finance na business administration. Kama hujasomea hiyo fani, maana yake huwezi kuajiriwa. Akiajiriwa ndugu yako aliyesoma business administration, unasema na bahati yule. Kwa bahati huwa inaandaliwa. Hakunaga bahati kwenye maisha, ila huwa inaandaliwa. Simba jitihada zake ndio zimemfikisha hapa. Sio bahati, ni jitihada pamoja na kudra za Mwenyezi Mungu. Hawa ambao wanaibeza leo Simba na kusema ni fuku ni kwa sababu sasa hivi hawana kichaka cha kujifichia. Mashindano ambayo Yanga Africa alishiriki mwaka juzi tuliaita kombe la loser kwa sababu gani? Ulikuwa ukipigwa CAF Champions League kutolewa ndio unakuja shirikisho. Kwa hiyo ni mtu aliyekosa CAF Champions League ndio anakuja ndio maana tukaita kombe la loser, ni kweli. Lakini mashindano mwaka huu ukipigwa CAF Champions League umetoka. Ndio maana Yanga alivyoshinda kupata bao moja kwenda robo finali, hajaja shirikisho, ametoka moja kwa moja. Wameapa thamani CAF, wameapa hadhi. Kwa hiyo sio mashindano ya loser, ni mashindano makubwa ya pili kwa ubora baada ya Afrika. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo Yanga vingine wananiambia ilikuwa kwenye kombe la loser. The real definition ndio hii inayokupa mimi kwamba walikuwa waliferi CAF Champions League wakaangukia shirikisho. Kama unakumbuka, walivyoangukia shirikisho ndio wakaenda mpaka finali, manake ndio kombe la loser. Simba imeenda shirikisho moja kwa moja kwa nafasi yake ya 3 alomaliza msimu uliopita. Do garment. Unaona vizuri? Yes. Kwa hiyo sasa hapo watu waeleweshe kwanza. Tuje kwenye swala la fuku. Haiwezi kuwa fuku na wakati timu hiyo inaiambia ina fuku, uliambia haiwezi kufika makundi. Huyu Ibrahim Ambokile alisema Simba kwa kikosi hiki ambacho anacho, alisema tuna kikosi dhaifu, hatuwezi kufika group stage ya CAF ya kombe la shirikisho msimu huu. Nafasi kubwa aliipa Yanga kwenda finali. Isivyo bahati na Mungu alivyo maajabu. Mungu sio waziri pesa au Dr. Mohamed. Ile timu ambayo wao waliipa maua mengi na kudhania itafika mbali, haikufika kule ambako wanataka. Walipa nafasi kubwa sana Yanga Africa kufanya vizuri msimu huu. Wachambuzi wengi pamoja na mashabiki wengi kama Ibrahim Ambokile walipa nafasi klabu ya Yanga kufanya vizuri kimataifa, kushinda Simba. Mungu alivyo maajabu, Simba tumeenda kwenye uwanja mazoezi, tukaandaa kikosi. Imeenda pre-season, timu imekuja, Fado akatuambia msimu huu ni msimu wa kukumbukwa, na kweli mashindano yote tunagombania nafasi ya kuchukua ubingwa. Shirikisho la Afrika,
CRDB Federation Cup pamoja na ligi kuu. Wale wote ambao walibeza Simba leo wanaona aibu, watamani wajifiche kijijini. Sio, unaelewa vizuri? Kuna watu walisema Simba hii haiwezi kufika kokote. Haiwezi kufika robo baada ya sisi qualify ma group. Tumeingia kwa bahati mbaya. Unaona? Group stage tukaongoza, chikawashuka. Hii Simba ameongoza group stage. Na Waarabu wote wako nyuma yetu. Watu hawakuamini. Unaelewa? Tumeingia robo final, sasa Simba inatolewa. Simba inatolewa. Huyu ni Masri. Anamtoa. Tukaenda away. Simba kapigwa bao 2, wakaongea. Mwisho wake umefikia hapo. Wachambuzi uchwara wakina Mbukile. Mimi huyu sio mchambuzi, mshabiki uchwara. Wakaanza Simba inaishia hapa. Simba hiyo ikapiga bao 2 kule, tukajipanga kwa Mkapa. Pumzi ya moto kapulizia Waarabu pale, tukafanikiwa kwenda nusu finali. Wakasema Simba hii mwisho wake nusu finali. Hii Simba hii wanapocheza Stellenbosch. Tumeenda Zanzibar tukapata bao 1. Hii Simba tayari ishatoka. Ishatoka. Tumeenda South Africa tumefanikiwa kufuzu. Kwa hiyo acha waongee, kwa sababu asiposema Simba hawezi kutrendi. Ibrahim Mbukile, shabiki wa Yanga, asipoisema klabu ya Simba hawezi kutrendi, kwa sababu Simba ndio inampa mileage. Kwa hiyo ili aweze kutrendi na watu wamfuatilia, apate interaction kubwa mtandao wa jamii, lazima iseme klabu ya Simba. Kwa hiyo sisi tunamwambia tu avae jezi ya Simba, jezi ya Yanga, kuthibitisha uyanga wake. Sisi tofauti yake sisi na yeye, sisi tumeshajidhihirisha ni wana Simba rialia. Tumapo kadekani nimevaa jezi ya Simba. Unaelewa? Mnakutana na RS Berkane, ni bingwa mtetezi ambaye amecheza CAF Champions League ameshinda mara 3, lakini watu wengi wanasema Simba Sports Club atakuwa underdog kwa maana yale amecheza finali. Wewe ni mara yako ya pili kucheza finali. Simba sio underdog. Sio underdog kwa Berkane. Simba ni giant kwa Berkane. Na anakwenda kama giant wa Berkane. Berkane iko kwenye lenki la mangapi barani Afrika kwa ubora? Umeelewa? Iko na mangapi? Chini kama sikosea. Chini. Iko? Kama sikosea kwa nafasi ya ngapi? 14. Iko 14. Simba nafasi ya 4. Kwa nini sasa Berkane iwe nafasi ya 14? Simba wanasema kwa maana Berkane tayari yeye kacheza finali makombe haya shirikisho. Wanasema hata mpira hajawahi kucheza wengine. Unafuatia watu ambao hata mpira hajawahi kucheza. Kuna mmoja amesikia akizungumza leo asubuhi, hata dada hawezi. Kimpa dada 3 hawezi kupiga. Hawa achane nao. Tuzungumze kwenye pitch. Kwani si hawa ndio wanasema Simba afiki finali ya Toboi? Haijawa sikafika. Labda nikwambie kitu. Berkane atapigwa Benjamin Mkapa kama ngoma. Na atajuta kwa nini? Atajuta kwa nini amekuja kucheza finali na Simba. Labda nikwambie kuna mwandishi mmoja yuko Morocco. Aitwa Mahluf. Huyo Mahluf mimi huwa na chat naye sana. Ni mwandishi wa michezo kama nyinyi. Ananiambia baada ya Berkane kuona pango la Simba, baada ya Berkane kuona amepangwa na Simba finali, unaambiwa vikao vimeanza usiku na mchana. Doctor brother, rais wa Berkane halali, wachezaji wote halali baada ya kusikia anapangwa na Simba finali. Yani kama Simba ameingia finali, yani sasa hivi wana walikuwa watamani kukutana na Simba, walitamani kukutana na huyu na Stellenbosch ndio wacheze nao finali, sio Simba. Tayari wameshajiandaa kwamba wanakwenda kupigwa Benjamin Mkapa. Na sisi tuwa surprise watu. Kama ambavyo tumewa surprise kwenye mechi nyingi. Walisema tutafungwa Tripoli Libya. Kocha wetu Fadu Davis akaondoka na clean sheet. Wakasema tutafungwa na CS Function kule kwao. Tukawapiga bao moja pale uwani kwao. Tukawafunga goli 1-0. Uongo? Wakasema tutafungwa Mvua magoli na Constantine. Mechi kaisha 2-1. Uongo? Wakasema tutafungwa na Bravo. Tukaequalize. Uongo? Kwa hiyo watasema tutafungwa na kila mtu, mwisho wa siku tuwashangaza. Hata hii finali ya kwanza ambayo ni tarehe 17 mwezi wa 5, Simba anakwenda kupata matokeo pale kwa RS Berkane. Tutapata goli hili Benjamin Mkapa, pumzi ya moto 25. Tutapata magoli 3 na Simba itachukua ubingwa. Azim Deuji, mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba, mzee Azim Deuji, alitoa ahadi kwamba Simba ikiingia finali atatoa milioni 1 kwa kila mkoa wa Tanzania bara, ili wana Simba wote nchi nzima wapate nafasi na fursa ya kuja kuiona timu yao ikifuzu ikicheza finali kwa mara ya pili Benjamin Mkapa, na kuisupport na kuchukua taji la Afrika. Mungu ampe maisha marefu mzee Azim. Tunamshukuru, na ili anakwenda kuitimiza mzee Azim. Kwa hiyo nakwambia kitangaza tu viingilio, nunua siku hiyo tiketi. Ukisubiria kesho tiketi zinajaa.
kwa sababu Tanzania nzima bara na visiwani tarehe 25 itakuwa Benjamin Mkapa. Umeona leo naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Hamisi Mohamed Mwinjuma akiambatana na wataalamu mbalimbali pamoja na mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu wamekwenda kutembelea uwanja wa Benjamin Mkapa kutizama na kukagua maendeleo yao, ili serikali ifanye kile linalowezekana Benjamin Mkapa ifunguliwe tarehe 25, sikukuu ya kitaifa, sikukuu ya Afrika, ambao rais wa kafu Dr. Patrick Motsepe na wajumbe wake wote wa kamati tendaji pamoja na Arsene Wenger, kocha wa zamani wa Arsenal ambao ni technical director wa FIFA, lakini pia Dr. Gianni Infantino atakuwa rais wa FIFA. Wote hawa ni wageni ambao watakuja Benjamin Mkapa kuivisha Simba Sports Club medani golden medal, lakini pia kuipa taji la Afrika. Golden medal. Unazuri? Umevaa golden medal Young Africans nali ba? Silver. Bingwa anavaa golden medal, sio silver kama mabati hizo. Unazuri? Kuipa taji la Afrika kwa mara ya kwanza kama klabu ambayo imechukua ubingwa mwaka huu. Kwa hiyo taifa kwa ujumla ni mtoko wa Afrika. Yaani wewe ni mtoko wa sikukuu, unataka ununue nguo mpya, kiatu kipya na kama ni mzazi wako akupe hela ya kwenda sikukuu, kwa sababu picnic ya kitaifa ya Kiafrika itakuwa Benjamin Mkapa siku hiyo. Yaani ukija saa 5 kumejaa. Njoo asubuhi saa 1. Maana uwanja utafungua saa 12 asubuhi. Na mimi Dr. Mohamed Ami saa 1 tu niko uwanjani. Saa 1 tu niko uwanjani. Mungu anipe kibali na maisha marefu, anipe pumzi siku hiyo tarehe 25, nikute hai, nikute na afya na uwezo kuingia uwanjani. Ili nami nikawa mshabiki mmoja hapa ambaye nimeshuhudia hiyo historia. Kwa hiyo sisi kama taifa tunakubaliana mimi na wewe kwamba Simba ndio role model wa soka Tanzania. Simba ndio role model wa soka Tanzania. Unakubali, unakataa? Kwa maana Young Africans ajifunze kwenu. Young Africa ni mwanafunzi wetu. Na labda kitu ambacho ulikuwa wewe ukijui, Rais Engineer wakati Simba inafanya vizuri kimataifa ile misimu ile iliyopita, kama hawajaja kufika finali ya CAF, Rais Engineer alikuwa anamfuata Madam Babla na akawa anamfuata Mangungu, anamuomba amfundishe namna gani ambavyo Simba inafanikiwa kimataifa. Kama anabisha Engineer abishe, yani kama anabisha atoke hadharani akatae. Alikuwa anamfuata Mangungu, alikuwa anamfuata Baba. Tunajua anamuomba nisaidieni, mnafanikiwaje kimataifa? Engineer huyu rais wa Yanga. Nakwambia kama anabisha akiona hii clip akatae. Alikuwa anamfuata Madam Babla, anamfuata Mangungu mwenyekiti, anamuomba kabisa, Mheshimiwa Mangungu, naomba unifundishe mnafanikiwaje nyinyi kimataifa. Kwa Mangungu akanampa shule. Na sisi kimataifa tunafanya hivi, tunafanikiwa hivi, andaa timu hivi, good preparation course kizuri, anapata shule. Babla akanamwelekeza ili na wao pia wafike mbali. Walivyo tufanikiwa kidogo kufika hiyo finali ya CAF, wakaota mbawa na mapembe, wakajisi kwamba Afrika nzima wao ni majanti. Kumbe ni watoto. Ndio maana msimu jana goli moja tu limewashinda wao kuwavusha kwenda hatua ya robo finali. Dr. Mo jana ni professor anakufanya wewe kuwa professional. Inawezekana kweli? Unavozungumzia biochemistry au unazungumzia medicine au unazungumzia pharmacology au unazungumzia internal surgery au unazungumzia internal medicine, aliyekufundisha internal medicine ni professor. Sasa leo baada ya qualify kuwa MD, medical doctor, unataka kumsahau professor aliyekuaminishia kwamba internal medicine inasoma kwa style hapa? Haiwezekani. Sikio haizidi kichwa. Kwa wao wakajifanya ni wakubwa, ndio maana leo wamefadhaika. Hivi goli moja wewe brother, unaona mechi ya Simba juzi pale, ile ya bao 2-0. Kaka, ile mechi ingechezwa mwaka mzima, wale jamaa wasingepata goli hata moja. Huo ndio ukomavu wa klabu ya Simba ambao hivi vilabu vingine vinatakiwa vijifunze. Engineer anatakiwa jifunze kwa Simba. Engineer anatakiwa kila siku asubuhi yeye na kamati tendaji yake anaamka asubuhi kengele, wakati watoto wetu wanaamka asubuhi wanakwenda shuleni, shule za msingi na sekondari. Yeye Engineer, makamu wake wa rais, Alafatiaji na kamati tendaji yake yote, wao wanabeba dare na karamu, wanakwenda ofisini kwa Mangungu pale, anawafundisha namna ya kufanikiwa kimataifa. Wamecheza finali baada ya kuchukua kwetu notes hivi, mwenyeelewa. Lakini wewe walichukua notes kwa Baba na kwa Mangungu ndio wakaenda finali. Kwa sasa hivi wanatakiwa waamke asubuhi, kila wakiamka asubuhi wanachukua kalamu na karatasi, wanamfuata Mangungu ofisini au CEO Zubeda pale, anawapigisha shule na magani yao kufanikiwa kimataifa. Alafu saa 8 ikifika kengele na gonga, wanarudi nyumbani kwao, muda umeisha.